بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأدومان المتلازمان على سيد الخلق أجمعين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وبعد، الحمد لله kudiriki mwezi wa Ramadhani na kuwafikiwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala kufunga mtana wake na kusimama usiku wake imanan wa ihtisaban kama alivyotuhusia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukitaraji dhamana aliyotukua Mtume sallallahu kuwa mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani kwa iman na kutaraji thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, madhambi yake yatafutwa. Na hakuna neema kubwa kama mja kusamehewa na kufutiwa madhambi yake. Madhambi haya ambayo kwamba tuloyatuma katika mwaka mzima ni hasad, ni kasbi, ni mavuno ya mwaka mzima ya amali za maneno na vitendo na nia mbovu. Zina sababu ambazo kwamba zilopelekea mpaka mwanadamu kuweza kujitweka mzigo wa madhambi. Moja katika sababu ni nafsi. Wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Nafsi كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليها إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. الإمام البصيري ameeleza nafsi katika burda yake kwa uzuri sana, na kaifananisha nafsi kwamba ni kama kijana au mtoto mdogo, katifli, mtoto ambaye yuanyonya bado kwa mamake. Intuhmilu, ukimwatilia huru aendelee kunyonya, basi shabba ala hubbi radhai, ataendelea yeye ni mtoto tu, hakui. Na nafsi ukiiwatilia katika maasi bila ya kuirudisha nyuma, bila ya kuitendesha nguvu, bila ya kuizuia, itaendelea katika istirsal, katika maasi baada maasi baada maasi. Mwisho ile nafsi itakuwa nafsu su, na itampelekea mwanadamu pabaya sana. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hakuna namna ya kuiokoa nafsi kwa matamaniwa tu na kutarajia kwamba inshallah mimi Mungu ataniongoza. La, Qur'an imetuambia kuna mashia mbili. Kuna mashia ya Mwenyezi Mungu mwenyewe, yahdi man yasha, na kuna mashia ya mwanadamu ambayo kwamba yatokana na mashia ya Mwenyezi Mungu. Ja'ala laka iradatan min iradatihi wa mashi'atan min mashi'atihi. Mwanadamu hana istiqlal, hana uhuru wa kwamba yeye analotaka atalifanya, la, lakini iko sehemu ya istiqlal, ana uhuru fulani Mwenyezi Mungu amempa. Liman shaa minkum an yastaqim. Qur'an atuambia yule atakaye kuwa na istiqama katika dini na msimamo mzuri aendelee. Innal ladhina amanu, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, awe ameamini kisha yana istiqama. Qul amantu billahi thumma istaqim. Mtume alimwambia sahaba arafta falzam. Hini kila mwanadamu unao uwezo
wa kutaka mazuri, unao uwezo wa kuwa na istiqama. Uwezo wenyewe uko wapi? Khalifu nafsi. Ukitaka kujua haki, angalia katika mambo mawili, lile ambalo kwamba waliona nafsi yaona uzito, basi hilo ndilo haki. Sababu nafsi siku zote haipendi haki, nafsi siku zote haipendi mema, nafsi siku zote yaamrisha mabaya mpaka ipate tazkia, isafishwe, ingie katika jihad. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, ni jihadu nafsi, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Na ukisoma tarehe ya masahaba wote kwa jumla, hakuna sahaba ila utamuona kwamba alikuwa na mujahadatun nafsi wa hali ya juu sana. Masahaba wamewata miji yao, na tumesikia katika sera bila shaka zikielezwa hapa katika maudhui mbalimbali. Masahaba wamewata miji yao, masahaba wamewata mali yao, masahaba wamewata watu wao, wamewata kila kitu chao. Kwa sababu gani? Wamezishinda nafsi zao. Huko ndiko kufaulu. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yule ambaye kwamba atatolewa kitu kibaya kile kilichoko katika nafsi yake, ambapo kwamba ni uchoyo wa nafsi. Nafsi haitaki kutoa wakati mtu ahudhurie darasani, uitendeshe nguvu nafsi, la, lazima nikahudhurie darasa. Nafsi haitaki ilmu ya dini, hasa katika wakati wetu tulionao, sema la, huku tuko na dini lazima tuwe nayo. Nafsi haitaki tabia njema, haitaki kufungwa, yambie la, man yuqa shuhha nafsi. Mwenyezi Mungu asema hawatofaulu isipokuwa wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu ametoa katika nafsi zao ile mada mbovu ya kuamrisha maovu. Kwa hivyo nafsi ni moja katika sababu za kutupelekea sisi kutuma madhambi kwa wingi sana. Sababu ya pili, ad-dunya. Na hizi zote al-Imam al-Ghazali amezieleza katika a'da'ul insan al-arba'a, wale maadui wakubwa wanne wa mwanadamu ambao kwamba wafanya bidii usiku na mchana wamtoe katika line, wamtoe katika khati ya istiqama, aingie upande wa pili ambao kwamba ni hizbu shaitan. Maana Mwenyezi Mungu alituambia watu ni mapote mawili, wakadhalika auhaina ilayka qur'anan arabiyyan litundhira ummal qura wa man hawlaha wa tundhira yawmal jam'i fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Watu siku hiyo ni mapote mawili. Kuna pote la watu wa peponi, kuna na kundi ambao kwamba tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asitujalie katika hao, atujalie katika hili kundi la peponi inshallah Ta'ala. Dunia itoshe. Mwenyezi Mungu alipotuambia wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, watu wote wahifadhi aya hii. Haukuwa uhai wa ulimwenguni isipokuwa ni starehe ya kumghuri mwanadamu, starehe ya hadaa. Wa inna lal-nafisa min al-ma'ali falaysa linailiha tibul masaghi. Mwenye tabaraka atuambia hata akapata mwanadamu ulimwengu akafika kilele cha juu, cheo gani wataka katika dunia, tujalie umekipata. Mali namba gani katika akaunti yako watakaiweko, tujalie mwanadamu umeipata. Wataka afya ya hayawani gani, ndovu, simba, au wataka zaidi ya hapo, qul kunu hijaratan au hadidan au khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Wataka uwe umeumbwa kwa chuma au kwa jiwe ndipo utakapokuishi muda mrefu. Mwanadamu, tegua kitu unachotaka, ukishakupata mwisho wako mwanadamu utarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina. Hapo ndipo palipowafanya watu wema wakaiogopa dunia hii, kwamba tungaishi sisi, kuna siku tutarudi kwa mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala, na atakapokuturudisha atakwenda kutuhisabu kama mmoja wetu anavyofanya hisabu ya duka lake, ya biashara yake, ya mambo yake. Kuna na hisabu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Walhisabu kama wanavyotuambia wanazuoni wa kashful hal, ni kutaka kujulikana hali ya jambo fulani. Biashara pale unapoifanyia hisabu wataka kujua ule msingi uko sawa, capital, kisha kuna na faida, je iko, na kabla faida angalie kuna hasara. Kuna watu fanya kila siku hisabu. Abunayya inna minal anami bahimatun fi surati ar-rajuli as-sami'i al-mubsiri fatinun bikulli musibatin fi malihi wa idha usiba bidinihi lam yash'uri. Moja musia mwanangu, kuna watu katika watu ni hayawani. Kwa nini? Amwambia hodari, yuko smart kweli kweli, yuko hadhir katika kila msiba wa mali yake. Mali yake hayafikwi na mushkili wowote wala matatizo yote. Hodari kuokoa pesa yake isiingie kwenye, yani harisk katika pesa kabisa. Yuko sawa, yuko smart. Watu wote wamsifu kwa sifa hiyo. Wa idha usiba bidinihi lam yash'uri. Lakini mwanadamu huyu akikosa swala ya jamaa habari hana. Wata kukosa swala ya jamaa, hiyo swala ya faradhi pengine akiswali ya dhuhuri na alasiri na magharibi alhamdulillah, lakini swala ya alfajiri pengine kwa mwezi sijui hukujolewa mara ngapi na shetani kwenye shikio lake, aikosa swala ya alfajiri. Na misikiti imetuzunguka mitaani alhamdulillah, ukiingia swala alfajiri utaona ni safu moja, ikiwa imefaulu safu mbili, ulobahatika safu tatu. Wako wapi waislamu? Watu hawaoni hasara katika mambo ya dini yao. Basi hisabu, mtu atakiwa ujifanyie hisabu wewe mwenyewe. Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Mtu mwenyewe ajifanyie hisabu kabla haijafika siku ya hisabu. Nafsi, dunia aliona Nabii Allah Isa kizere, kina kila aina ya mapambo, makeup ya France au zaidi, lakini kizere kimekwisha tena. Akamwambia nani? Akamwambia ana dunia, mimi ulimwengu. Akamwambia na mimi ni ulimwengu. Akamwambia mbona ni kizere na pambo lote ile? Akamwambia ili pambo ni kuwavuta wale wajinga katika wanadamu ambao kwamba hawamtaki Mola wao. Mtu uko tayari aseme urongo kwa sababu ya pesa, yuko tayari atoe ahadi za urongo kwa sababu ya cheo, yuko tayari akusanye popote min alhilli wa min alharam, hajali sababu nini? Zahratul hayati dunia tu, si kitu kikubwa. Lakini ako tayari kuyabiu dinahu bi'aradhin yasirin min ad-dunya. Mtu akhir zaman, mtume atuambia atauza dini yake yote kwa kitu kichache kutokana na ulimwengu wake. Kwa hivyo akamwambia, na pambo hili kazi yake kuwavutia. Akamwambia wako wapi wale watu wako waliokuoa? Akamwambia nimewaua wote, kila aloipenda dunia imemuua. Akamwambia mbona hawa wanaume wengine waliopiga swafu ambao kwamba wakutaka na wao hawazingatii wale waliowamaliza? Akamwambia ndio hali ya binadamu, ni mjinga. Innahu kana dhaluman jahula, ni mjinga mwanadamu, mpesi kujidhulumu nafsi yake, ndio hali. Na Imam al-Ghazali atuambia katika Ihya Ulumuddin, ad-dunya bintu iblis. Dunia hii ni binti ya ibilisi. Ibilisi kwambia ukimtaka binti yangu nikuozeshe lazima utoe mahari. Mahari ni kitu gani? Ukimtaka binti ya ibilisi kwamba nipe dini yako, nipe uislamu wako na imani yako, mtoe binti yangu. Haiwezekani. Mtume atuambia zitu ziwili havikusanyiki katika moyo wa mu'min, hubbullah wa hubbud dunya la yajtami'ani fi qalbi almu'min. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani moyo huo wampenda Mwenyezi Mungu na moyo huo waipenda dunia kufa kupona. Haiwezekani. Dhiddani la yajtami'ani, ziwili zilokuwa kila kimoja ni kinyume na mwenzake hazikusanyiki wakati mmoja. Sisi tuko ndani ya mtana sasa hivi, haiwezekani tuko ndani ya mchana na usiku wakati mmoja. Basi tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio utaona dua kubwa ya Imam al-Haddad
baada sala faradhi, Allahumma akhrij min qalbi kulla qadrin lid-dunya wa kulla mahallin lil-khalqi yamilu bi ila ma'siyatik aw yashghaluni an ta'atik aw yahul bayni wa bayna at-tahaqquq bi ma'rifatika al-khassa wa mahabbatika al-khalisa. Dhula rijal min al-mu'minina rijal sadaqu ma ahadu Allah alayhi. Masahaba waliutoa ulimwengu katika nyoyo zao. Sisi twapigania ulimwengu na twapigana sisi kwa sisi kwa ajili ya kukusanya pato la dunia, ikiwa ni katika ndia ya sawa, alhamdulillah. Lakini utaona hali ya kusikitisha namna gani Waislamu wanavyopaparika na dunia na wanavyopapatika na ulimwengu. Wenda mbio usiku mtana, mtu hapumziki, mtu hajui familia yake, hajui mkewe, hajui wanawe, hajui kulea. Hakuna tena kulea, watu wako mbio tu sasa hivi. Wenda wapi? Fa aina tadhhabun? Tafuta ulimwengu. Al-Imam Al-Ghazali mahala pengine alipiga mfano, akwambia wewe mwanadamu, mfano wako wewe na Mwenyezi Mungu na hii dunia na ibilisi ni kama mfano hunu. Huu mfano wenyewe kwamba wewe umealikwa na mfalme mkubwa sana. Mfalme mkubwa dunia nzima amekualika kwa jina lako rasmi, fulan bin fulan, na kualika siku fulani uje tuonane nyumbani kwenye palace lake, au kama ni state house au ni kasri ya mfalme au ni popote. Kisha ukawa umetukua katika mfuko wako nofu la nyama, ukaenda zako siku ya uwalishi mpaka ukafika kwenye geti ya kufikia kwa mfalme. Pale kwenye mlango kuna jibwa kali, mbwa mkali sana akupigia kelele. Yule mbwa ameisikia harufu ya ile nyama kwenye mfuko uliotukua, na huku mfalme akusubiri, amekualika na ile time imefika. Ukishughulika na yule mbwa utachelewa kwa mfalme, na mfalme atakuwa mkali, atakukasirikia. Nimekualika, umedharau, umekuja wakati utakao wewe. Au ikiwa ni karamu, ukifika imekwisha. Pengine mfalme aweza kukuua, aweza kukufunga, aweza kukufukuza. Sasa Imam Al-Ghazali akwambia, shauri ninalokupa, tukua hilo nofu la nyama, mtupie yule mbwa mkali. Yule mbwa ni hayawani, atakakula. Wewe shika njia, ndio kwa mfalme kuna zaidi ya manofu ya nyama huko utapata. Basi na wewe mwanadamu Muislamu, Imam Al-Ghazali atuambia, ukitaka kufika kwa Mwenyezi Mungu, tukua nofu la nyama, mtupie yule mbwa. Nofu la nyama ni hii dunia, mbwa ni ibilisi. Tukue dunia, mtupie ibilisi, nenda zako kwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu kwamba fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Mkimbilieni jamaa Mwenyezi Mungu. albidar qabla alfawati inma anta urdhatul afati. Haddad atuambia, haraka mwanadamu, kabla wakati haujakufikia wa mauti. Wewe wakati wowote waweza kushukiwa na mauti ukaondoka. Mauti yako baina ya pumzi zako mbili, pumzi unayoivuta na pumzi unayoitoa. Hakuna dhamana. Ukisema nachelewesha toba, nachelewesha istighfari, nachelewesha kurudi kwa Mwenyezi Mungu, hakuna dhamana shekhe. Rudi, Mwenyezi Mungu atuwafikie inshallah taala. Dunia nyingine ni hawa ni kitu kibaya. Afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Watu wameharibu misimamo yao ya kidini kwa sababu ya kufuata hawa, na hawa ni kitu kibaya. Hawa ni ile ambayo kwamba yamwepusha mwanadamu na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameiweka ibada, ameiweka na taa. Zote hizi haziwezekani kutekelezwa ikiwa kuna hawa. Elimu, hakuna kitu kizuri kama ilmu. Ilmu ni urathi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni turathi ya salafu na salih. Lakini hii elimu namna ilikuwa tuambiwa, al-ilmu nurun, hakika ni nuru, ni mwangaza. Lakini elimu ikiingia kitone tu cha hawa, imekuwa si elimu tena.
kama pipa la samli safi au pipa la asali lende likatoe kikombe cha subili, uharibika yote, likawa haina maana tena. Basi hawa lao ingelikuwa elimu ni bahari, hawa ni kitone tu, kikatiwa kwenye ile bahari itaharibika bahari mzima. Imekuwa ilmu peke yake haitoshi, lazima kupatikane na tasawuf, na hili ndio jambo lenda likikosekana mpaka kumekuwa kama alivyosema Abu Tamam al-Sha'ir, ala hadhihi al-ayyam sirna ajaiban, mpaka kumekuwa tena hakuna ajabu tena. Hizi siku zimekuwa zimebeba ajabu za kila aina, mpaka kumekuwa hakuna tena la ajabu. Waona mtu yafanya ibada, ajitahidi, yuko mbele katika ibada, lakini ana kibri kama yeye hakuna, ile ibada zake zimekuwa hazina maana yote. Au mtu ana elimu nyingi lakini afuata hawa ya nafsi yake, hafuati haki, hafuati vile alivyotaka Mtume SAW alivyotuongoza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ni mambo ambayo kwamba yatakayaangaliwe sana. Au mzazi ndani ya nyumba afuata hawa, ana watoto 5 lakini hawa yake iko kwa fulani katika watoto wake. Haiwi taqullaha wa'dilu fi auladikum, Mtume sallallahu alayhi wasallam, mcheni Mwenyezi Mungu, mfanye uadilifu kwa watoto wenu. Kitu cha ambacho kwamba cha 4 ndio adui katika maadui wakubwa wa mwanadamu ni shetani. Na Qur'ani imetutangazia wazi, inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hakika shetani kwenu nyinyi wanadamu ni adui alojitokeza wazi, aduwwun mubin, yani hakujifita, yuko wazi kabisa, mimi ni adui yako. Sasa mtu tu binadamu akikwambia bwana jipange, mimi na wewe ni maadui, utakuwa hali gani? Lazima utakuwa na hadhari, lazima utakuwa na wasiwasi. Mwenyezi Mungu akwambia shetani ni adui yako, umtukue umfanye rafiki, imekuwa ni vipi? Ndio kuna mmoja katika watu wema alimuona Ibilisi usingizini. Akamwambia Ibilisi, jambo gani la ajabu uliona kwa wanadamu? Wewe tangu kuumbwa, tangu kukataa kumsujudia Adam, wewe uko katika kazi ya kupoteza tu, umepoteza wengi wewe. Sasa jambo gani la ajabu uliona kwa wanadamu? Asema wallahi jambo moja peke yake. Wanadamu wamenistaajabisha sana kwa jambo moja. Binadamu wote wampenda Mwenyezi Mungu. Ukimwambia mtu wampenda Mwenyezi Mungu, kwa Allah, swala gani una wazimu? Nampenda Mola wangu bwana, ndo alioniumba, ndo alionruzuku, ndo hivi. Tayeb. Lakini wote humuasi Mwenyezi Mungu illa man rahimallah, ila watu wachache tu. Binadamu wengi humuasi Mwenyezi Mungu na wote wakubali kuwa wampenda Mwenyezi Mungu. La pili ni kwamba binadamu wote wanitukia mimi nikitajwa a'udhu billah. Sasa hivi kimtaja Ibilisi, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Tayeb, lakini ajabu wote unisikiza, wanilani na huku wanifuata, wampenda Mwenyezi Mungu hawamfuati. Hili ndio jambo ambalo kwamba lanistaajabisha Ibilisi asema. Kwa hivyo kumfanya adui kuwa ni rafiki, tena adui alotangazwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waman asdaqu min Allahi haditha waman asdaqu min Allahi qila, nani mkweli zaidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ni shetani, kama alivyotuambia Mwenyezi Mungu, ya'iduhum wa yumannihim wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Shetani kazi yake ni kumpa mwanadamu hope. Wewe huna neno bwana, kiwa umfanya hayo, qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu. Ikiwa wewe umefanya maasi fulani, kuna watu wameyapanda makubwa zaidi ya hayo. Utamfikia Firauni wewe, utamfikia fulani, utamfikia fulani. Mwenyezi Mungu atakusamehe, na Allah Ghafurur Rahim. Hivi ndivyo alivyo binadamu. Hudanganywa na shetani kabla hajafanya maasi. Shetani akamwambia inna Allah Ghafurur Rahim, fanya bwana, Mungu atakusamehe, Mungu ni Karim, Mungu ni Rahim. Akisha kufanya umwambia wewe umefanya maasi haya, kisha wataraji Mwenyezi Mungu atakusamehe, sahau, upate msamaha Mwenyezi Mungu. Kumwona mwanadamu amekuwa na huzuni na atakufuata hakuati mpaka wakati wa mauti. Al-Imam
Ahmad ibn Hanbal sahib al-madhhab alayhi rahmatullah aliposhikiwa na sakaratul maut na wanafunzi wake wamemzunguka, akawa atoa tena pumzi zake za mwisho. Wale wanafunzi wakamwambia, qul la ilaha illa Allah ya imam, sema la ilaha illa Allah. Na mtume atuambia mwenye kusema la ilaha illa Allah yakawa ndio maneno yake ya mwisho, dakhala aljanna. Sema la ilaha illa Allah. Al-Imam Ahmad akawasema la Imam ahli sunna wal jamaa sahibu al-madhhab asema la, na sisi tumpa talqini ya la ilaha illa Allah. Kisha akapata fahamu, akamwambia mlikuwa mnaniambia kitu gani? Akamwambia tulikuwa tukwambia sema la ilaha illa Allah. Na mimi nikiwajibu kitu gani? Asema uko ukisema la. Akamwambia mimi nilikuwa sizungumzi na nyinyi, lakini ibilisi amenijia akawa auma vidole vyake, anambia futani ya Ahmad, wallahi Ahmad bin Hanbal, wewe mwanachuoni mcha Mungu umeshanishopoka, umeshanishinda, umeniweza mimi bwana, nimepoteza watu wote ila wewe. Wa qasduhu an u'jaba bi a'mali fayuhbat fayuhtama li bisu. Kala nuru ya ilmu, lengo lake ibilisi ataka mimi nikubali kwamba nimemshinda yeye kwa sababu mimi ni mwanachuoni, nijione kuwa na elimu, nijione kuwa ni mcha Mungu, amali zangu zipomoshwe kwa sababu ya hawa, nife na suul khatima. Mimi kanaambia la paka roho itoke ndo nitakushinda. Sisi hata amali hatuna, elimu hatuna, mashallah mawali wakubwa tumemshinda ibilisi. Hii ni hatari. Leo angekuwa hana ilmu, hana nuru ya taqwa, angalikuwa shaangushwa. Sheikh Abdul Qadir Jilani siku moja afanya ibada usiku, qaddasa Allahu sirrahu wa nawara dhariha, na mabwana walikuwa na qiyamul layl. Muda asikia sauti, akaona mwangaza umeingia kwenye chumba, mwangaza mkubwa, na huko asikia sauti, qad asqattu anka faridhati ya abdi. Amwambia mja wangu, basi sasa ibada zako ulizofanya nimeshakuangushia, huna tena wewe faradhi yoyote, mimi na wewe hatudaiani faradhi yoyote. La tushafanya ibada tosha. Hakumsikiza. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, yaendelea na ibada mpaka akajitokeza ibilisi akamwambia, mimi nimewaangusha yani vigogo 1000 ndani ya Baghdad walikuwa wakifanya ibada kwa hila kama hini. Wewe akamwambia, na Mwenyezi Mungu hamwangushi mja wake faradhi, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mimi sijafa, al-yaqin huwa al-maut. Muabudu Mwenyezi Mungu mpaka mauti yakushukie. Utaritaya kazi zote ila ibada. Hata watu kwambia, bwana mimi nisharitaya sasa napumzika naangalia ibada tu. Sababu gani? Hakuna kuritaya katika ibada. Wewe ni mja wa Mwenyezi Mungu mpaka upambane na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mazungumzo kuhusu ibilisi na vitimbi vyake, kuhusu shetani na wasiwasi wake ni vingi sana, na tujue kwamba siku ya kiyama nikimalizia, ibilisi atakuwa na khutba, na Qur'ani imesajili khutba hii. Hajatoa khutba maisha yake ibilisi ila siku hiyo. Khutba gani? Waqala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ikipatikana nafasi inshallah, ikiwa ni kesho, al-Habib namuomba aieleze ni khutba ya ibilisi atakokuwatolea watu, na Mwenyezi Mungu ashaamua hapo peponi, motoni, jamaa wenda motoni, na huku ibilisi awapumbaza kwa khutba yake wenda ukunguzwa, wal iyadhu billah. Mwenyezi Mungu atatupa taqwa, Mwenyezi Mungu atatupa ikhlasi, Mwenyezi Mungu atatupa yaqeen, Mwenyezi Mungu atatupa imani, Mwenyezi Mungu atatupa kabul katika mwezi wetu, atajalia mwisho wa Ramadhani yetu iwe mwema inshallah taala, na mwisho wa umri wetu iwe ni kwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afwa minkum.